Mjadala huo uliwakutanisha vijana na wadau mbalimbali kujadili nafasi ya mazungumzo katika kuleta mabadiliko ya kijamii na kitaifa. Umefanyika wakati ambapo Kenya inaendelea kutafakari juu ya ilichojifunza na yaliyotokana na maandamano ya Gen Z ambayo yalilitikisa taifa. Hatua hiyo imefungua mjadala mpana kuhusu sauti ya vijana, uwajibikaji wa viongozi na mustakabali wa uongozi nchini Kenya. Kwa wengi waliohudhuria mjadala wa maoni mtaani, mtazamo wao ni kwamba maandamano ya Gen Z yalifanikiwa kuibua masuala muhimu ya kitaifa. Hata hivyo, walisisitiza kuwa mazungumzo yana nafasi muhimu katika kuhakikisha sauti za wananchi zinatafsiriwa kuwa suluhisho na hatua za kudumu. Vijana wanaweza kuleta amani kwa kutumia vikao tofauti tofauti kama hivi vilivyoandaliwa na DW pamoja na TV47. Sauti zinaweza kupazwa bila kuleta ghasia. Kuna mikao tofauti tofauti katika jamii zetu, vikao vya serikali kuu, vikao vya serikali za kaunti, vile vile tuko na vyombo vya habari ambavyo tunaweza kutumia, na muhimu kabisa mitandao. Kwa hivyo tutumie nafasi hizi, na pale ambapo tutaona kuna haja yetu sisi kujitokeza barabarani kwa sababu ni haki yetu kwenye katiba, basi tujitokeze barabarani, lakini tutumie njia za amani ambapo sauti zetu zinaweza kusikika. Lakini kulikuwa pia na maoni tofauti. Baadhi ya washiriki walieleza kuwa wakati mwingine viongozi husikiliza wananchi pale tu wanapowekewa shinikizo, huku wengine wakisisitiza kwamba mazungumzo ndio njia bora zaidi ya kufanikisha mabadiliko ya muda mrefu bila kuleta madhara kwa watu au mali. Vijana tukiwa tuko na umoja, hakuna mtu ambaye hawezi kutusikiza. Na pia solution kulingana na mjadala vile ulikuwa unaenda, solution ni 2027 tupige kura vijana, kwa sababu sisi ndio future. Hakuna mtu yote ambaye ataleta mabadiliko kama sio sisi vijana kuamka, na kuamka si eti tunaamka 2027, tunaanza kuamka sasa hivi. Nimejifunza mambo mengi, nimejifunza kuwa pia si lazima pia tuende huko nje tuweze kuandamana na mambo na vita, lakini tuweze enda huko nje tukafanya tu vitu peacefully, tukafanya vitu na tuweza sikika. Washiriki pia walikubaliana kwamba kuheshimu maoni tofauti ni msingi muhimu wa demokrasia, na kwamba jamii inayojenga utamaduni wa kusikilizana huwa na nafasi kubwa zaidi ya kutatua changamoto zake kwa amani. Ujumbe mkuu uliojitokeza katika mjadala huo ulikuwa kwamba vijana wana nafasi muhimu katika kuleta mabadiliko katika jamii, lakini mabadiliko hayo yanaweza kuwa endelevu zaidi pale yanapojengwa kupitia mazungumzo, ushirikishwaji na uelewano, kwa sababu kama ilivyosisitizwa katika mjadala huo, mabadiliko ya kudumu hayaanzi kwa vurugu, huanza kwa mazungumzo.